Mimi kwa majina kwanza naitwa Bonaventure Paul, ni mkurugenzi wa matawi ya benki ya CRDB Tanzania. Leo upande wa CRDB ni siku ya kipekee sana kwa sababu huwa tunafanya hivi kila mwaka. Wellness Day ni siku ambayo tunakusanyika kama wafanyakazi wote wa benki ya CRDB, lakini kwa mwaka huu uzinduzi rasmi umefanyika siku hii ya leo tarehe 7 ya mwezi wa 4 2026 hapa viwanja vya Nyamagana jiji la Mwanza, ambako tunaelezea kinagaubaga kwamba benki imewekeza kikubwa sana kwa wafanyakazi wake. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kwamba afya za wafanyakazi ziko vizuri ili waweze kufanya kazi. Kwa hiyo sisi kama benki ya CRDB na kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji tuko mahali hapa kwanza kabisa ni kufanya zoezi hilo la ufunguzi ambao tumeshalifanya, na kama unavyoona tuna daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya akili ambaye specifically ni magonjwa yale ambayo hayaambukizwi. Tunasisitizwa kufanya mazoezi, na hata ukiangalia katika sehemu zetu za kazi tumehakikisha kwamba wafanyakazi wetu wana vitu ambavyo vinawafanya waendelee kuwa imara kiafya, kwa sababu ukiwekeza kwenye afya ni mtaji mkubwa sana kuhakikisha kwamba benki yetu inaendelea kubakia kuwa namba moja kama ambavyo ilivyo namba moja sasa hivi katika soko letu la hapa nchini Tanzania. Pengine nini ujumbe wako kwa wafanyakazi lakini nje ya wafanyakazi wa Tanzania kwa ujumla? Nashukuru sana. Kwa upande wa wafanyakazi wa benki ya CRDB, cha kwanza kabisa jukumu la kufanya mazoezi ni la kila mmoja. Na hata ukiangalia ujumbe huu ambao tunaotoa hauishii kwa wafanyakazi. Familia ya mfanyakazi ikiwa ina changamoto ya afya, hatutegemei kumuona mfanyakazi huyu akiwepo kazini. Kwa hiyo sisi kama benki ya CRDB na management nzima kwa ujumla tunaendelea kuasa wafanyakazi wetu wafanye mazoezi, lakini kula kama vile ambavyo tunavyoelekezwa na wataalamu wa afya. Cha tatu, wasiishie wao tu kuwa na afya nzuri. Ujumbe huu unatakiwa uwafikie Watanzania wengine wengi ili tuweze kuwa na nchi ambayo ina nguvu kazi, ambayo ina nguvu vizuri, ina afya iliyo bora. Lakini mwisho wa siku sisi kama benki kubwa ambayo inaongoza Tanzania tunategemea kabisa tukiwa na watu ambao wana afya zilizo bora tutaendelea kuleta impact kubwa sana katika uchumi wa taifa letu la Tanzania. Naitwa Dr. Gavin Mkweka, mimi ni daktari bingwa mbobezi kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Nimebobea kwenye eneo la figo kama daktari bingwa mbobezi wa figo. Leo tuko na CRDB na umeniomba tuzungumze kwenye eneo halisi sana, tukizungumza magonjwa sugu yasiyoambukiza yanawakilisha kuanzia afya ya akili na vitu vingi vinavyozunguka, mfano kisukari, saratani, lakini pia magonjwa mengi haya yanawapiga na bila kuficha. Sasa hivi kama ulivyosema, changamoto kubwa ya watumishi sasa hivi ni tatizo kubwa sana la magonjwa sugu yasiyoambukiza. Na magonjwa sugu yasiyoambukiza kwa asilimia zaidi ya 80 sababu yake ni mtindo wa maisha. Na ninapozungumza mtindo wa maisha namaanisha ulivyo ni jinsi unavyokula na jinsi unavyoishi. Kwa kuna vitabia hatarishi ambavyo ni vingi sana kwa watumishi wa umma na wasio wa umma. Na mfano ofisi ya Rais Management Utumishi na Utawala Bora walifanya utafiti wakagundua asilimia 60 ya watumishi mfano wa umma wana uzito kupindukia. Kwa tuna changamoto moja ya uzito kupindukia. Pili, tuna changamoto ya matumizi ya vitu vinaitwa risk factor, vihatarishi vinavyompelekea mtu apate magonjwa sugu yasiyoambukiza. Kwa watu wengi sana maisha yetu ni maofisini. Tutachukua mtu anafanya kazi benki, anakaa sana, anahudumia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kazi yake haihitaji sana matumizi makubwa ya wanga, lakini anavyokula anakula kama msukuma mkokoteni. Kwa unakuta anavyokula si sawa na anakichokitumia. Kwa kingi kinahifadhiwa kama mafuta. Kwa ndo anakuja magonjwa sa pressure, sukari, saratani ambao vinawasumbua. Mimi nawaambia kwa kweli tunapata changamoto ya kupoteza ile nguvu kazi ya taifa kwenye eneo kubwa sana la magonjwa sugu yasiyoambukiza. Unadhani sasa nini kifanyike? Mimi tutazunguka, tutasema yote, lakini mwisho wa siku swala la afya ni la mtu binafsi. Taasisi kama hivi CRDB itampambania mtumishi, lakini mwisho wa siku ni tabia ya mtu. Mtu hali chakula, asubuhi hapa tumekunywa supu, nimewaangalia wote kwenye supu, mtu anaweka chumvi ya kulamba hapa. Chumvi kiingia kwenye mwili inanyonya maji, moyo unazidiwa. Mtu chapati kachukua 4. Yeye ni benka, chapati 4 za nini?
anaenda kufanya nini yani na hizo chapa nne, kwa sababu chapa nne zikishaingia kwenye mwili wako hiyo ni sukari. Amemaliza hapo, baadaye unaona mtu kwenye chai anakoroga vijiko 4 vya sukari. Kwa mwili wake kuanzia anaanza kwenye buffet la chai hivi anabeba sukari tu, anabeba sukari ambayo haitumii. Angekuwa tunasema anatoka hapo anasukuma mkokoteni kutoka sokoni, basi maana yake maisha yake yanakuwa ni mazoezi tosha. Huyu mtu anakaa ofisini, kwa kila ambacho anakila akitumii kwa inasababisha hatarishi kwenye magonjwa sugu yasiyoambukiza. Ninakiri kuna watu wanapata magonjwa sugu yasiyoambukiza kwa sababu ya vinasaba vya wazazi wao. Baba ana sukari, mama ana sukari, baba mdogo ana sukari, yeye inabidi aishi kwa tahadhari sana kwa sababu ndani ya damu yake kuna vinasaba vya hiyo changamoto. Lakini kwa 80% haya magonjwa sugu yasiyoambukiza sababu yake ni tabia ya mtu. Unavokula, unavokunywa. Nyie mnaelewa, sio wageni. Mtu anakaa sehemu anapiga vyombo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni pombe kila aina yenye pasenti kuanzia 40 ana mixi. Kwa hiyo tuna cocktail za ajabu. Kwa hiyo ini linapata changamoto, figo zinapata changamoto, watu hawanywi maji, mkojo unakuwa njano sana. Kwa kuna changamoto sana ya mtindo wetu wa maisha. Hawafanyi mazoezi, na sisemi kwamba maisha ya afya ni mazoezi sana. Ninachosema ni damu yako inazunguka. Unachokula ni sawa na unachokitumia. Kazi yako inaruhusu kula unavyokula. Kwa hiyo changamoto kubwa hiyo. Hapa hujaenda zaidi kwenye changamoto ya petroli. Ninaposema petroli inamaanisha petroli kubwa ya changamoto za afya ni msongo wa mawazo. Kwa hiyo kiwa mtu sukari inapanda kwa sababu mwilini mwako kuna kichocheo kinaitwa cortisol hormone, ikiwa inapanda muda wote ni mtu wa stress, maana ndio inakuwa petroli ya magonjwa. Timothy Fasha, mimi ni head wa Employee Relation, mkuu wa kitengo cha mahusiano na wafanyakazi kazini wa benki ya CRDB. Wellness Day ni platform muhimu ambayo tunakuwa nayo ndani ya benki yetu ya CRDB. Lengo lake kuu ni kuweza kuwakumbusha wafanyakazi ili waweze kupambana na magonjwa nyemelezi, yale magonjwa yasiyoambukiza. Na kuna magonjwa mengi sana yanapoteza maisha ya watu wengi na nguvu kazi ya taasisi na taifa kwa ujumla. Kumbe sisi kama CRDB tumeona ni muhimu wafanyakazi wetu waweze kupewa uelewa wa magonjwa hayo, jinsi yanavyoambukizwa na jinsi gani ya kuweza kujilinda. Kwa kuwa wataalamu wengi wameeleza kwamba inawezekana kabisa kujilinda mtu usiingie kwenye hatari hizo. Magonjwa kama kisukari, magonjwa kama ya pressure, uzito mkubwa, na magonjwa mengine ya namna hiyo. Inawezekana kabisa mtu akiwa na uelewa ni jinsi gani ya kuweza kujilinda, na sasa anaweza siingia kwenye changamoto hiyo. Sasa tunaanza taratibu. DJ, ilete. Taratibu. Hii ni Tanzania Habari.